Na msikilizaji, tuanze moja kwa moja na hali inayoendelea Mashariki ya Kati. Israel imetangaza kumuua hivi leo waziri anayesimamia masuala ya ujasusi wa Iran, Ismail Khatib, wakati Iran ikifanya maziko ya pamoja ya maafisa wake waliouliwa jana. Ali Larijani, aliyekuwa mkuu wa usalama wa taifa, kamanda wa kikosi cha Basij, Gholamreza Soleimani, pamoja na mabaharia waliouliwa baada ya kuzamishwa kwa meli ya kivita ya Iran. Saumu Mwasimba anaarifu zaidi. Iran imepata pigo jingine hivi leo baada ya Israel kutangaza kumuua waziri wake wa ujasusi Ismail Khatib kwa mashambulio yaliyofanywa usiku wa kuamkia leo. Mashambulio hayo yalifanywa saa chache baada ya vyombo vya habari vya serikali ya Iran kuthibitisha juu ya kuuawa kwa maafisa wake wa ngazi za juu wa usalama, Ali Larijani na Jenerali Gholamreza Soleimani. Hivi leo umma wa Iran ulikusanyika katika uwanja wa Eghlab mjini Tehran kwa maziko ya viongozi hao, wakiwa wamebeba picha za viongozi wao wa juu, kuanzia muasisi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Ruhollah Musavi Khomeini, Ayatollah Ali Khamenei mpaka Mujtaba Khamenei, na kupeperusha bendera huku wakijipiga vifua kama heshima kwa waliouawa na mashambulizi ya Israel. Ali Larijani alitazamwa kwa kiasi kikubwa nchini Iran kama mmoja wa watu wenye usemi na aliyekuwa mtu wa karibu zaidi na kiongozi wa juu aliyetangulia kuuawa kwenye vita hii, Ayatollah Ali Khamenei, na mwanawe Mujtaba Khamenei aliyerithi uongozi. Urusi imeonyesha kuchukizwa na mauaji ya Larijani. Msemaji wa Rais Vladimir Putin, Dmitry Peskov, amesema nchi hiyo inalaani mashambulio ya kuwalenga viongozi wa Iran. Hapana shaka yoyote, tunalaani vitendo vinavyolenga kuwadhuru kimwili viongozi hao, na tunalaani zaidi kuuawa na kuwamaliza wawakilishi kwenye utawala wa Jamhuri Huru ya Iran na hata wale wa mataifa mengine. Tunalaani kabisa vitendo vya namna hiyo. Pamoja na Israel kuendelea na mashambulizi yake ya kuwalenga viongozi ndani ya Iran, Tehran nayo imekuwa ikiendelea kuonesha haijasalimu amri. Hivi leo imefiatua makombora kuelekea Israel. Mwandishi habari wa AFP amesimulia kusikia milipuko katika mji wa Tel Aviv, wakati katika mataifa ya Ghuba milipuko ikisikika, Umoja wa Falme za Kiarabu na Qatar na Saudi Arabia ikiripoti kuzuia makombora hayo. Wizara ya mambo ya nje ya Qatar kwa upande mwingine imeilaumu Israel kwa kushambulia visima vyake vya gesi vilivyoko kwenye Ghuba ya Uajemi inavyotumia pamoja na Iran. Mashambulizi ya Israeli yameendelea pia kutikisa mji mkuu wa Lebanon, Beirut, ripoti zikionyesha kwamba jengo moja la makazi liliharibiwa kabisa katika mji wa Bashura na majengo mengine mawili pia yalilengwa huko huko Beirut mapema leo asubuhi, ambako takriban watu 6 waliuliwa. Wakati huo huo, Rais Donald Trump amesema Marekani huenda ikaliacha swala la usalama wa mlango bahari wa Hormuz kwa mataifa yaliyokataa wito wake wa kutuma meli za kivita kama Uingereza. Asante sana Saumu Mwasimba kwa taarifa hiyo kuhusu yanayoendelea huko Mashariki ya Kati. Wasiwasi umeibuka Marekani kufuatia kauli ya rais wa nchi hiyo Donald Trump kuyaita mashirika ya habari kama yanayoeneza habari zisizo sahihi na hata kutoa madai ya uhaini kwa vyombo vinavyoripoti taarifa kuhusu vita vya Mashariki ya Kati kinyume na mwongozo wa utawala. Mwenyekiti wa tume ya mawasiliano ya shirikisho FCC, Brendan Carr, ametishia kuondoa leseni za utangazaji za vituo vya televisheni na redio vinavyorusha udanganyifu na upotoshaji wa habari kuhusu mgogoro huo na kuibua wasiwasi mkubwa kuhusu serikali kuingilia katika uandishi wa habari huru. Je, hali ya uandishi ikoje Marekani wakati huu wa vita vya Iran? Na Mubelwa Bandio, mwandishi na mchambuzi wa siasa za Marekani. Hali ya waandishi wa habari hapa bado anasema kwamba iko imara sana, kwa sababu ni kati ya vitu ambavyo vimewekwa kwenye mabadiliko ya kwanza ya katiba. First Amendment ya katiba imezungumzia kuhusiana na hilo na haki zake, na pia mfumo wa umiliki na uendeshaji wa vyombo vya habari hapa kidogo pia umeondoa hilo uwezekano wa ikulu tu kuwa na namna walazimisha wale wanaitwa FCC ambao ndio wanaomiliki masuala ya mawasiliano hapa kufanya maamuzi kama hayo. Kwa hiyo utakuta ni
kwamba wangeweza kuzuia, lakini bado leseni zao zinatolewa katika mifumo tofauti ambayo haiwawezeshi wao kuweza kuwazuia wale ambao wanatoa taarifa. Wanaweza wakawazuia wasiingie katika sehemu ambazo wanataka kama Ikulu na Wizara ya Ulinzi, lakini naweza nikasema kwamba kupitia mabadiliko ya kwanza ya katiba ya Marekani bado waandishi wana haki na wameendelea kutetea haki hiyo. Rais Donald Trump aliwahi kutoa kauli akiyaita mashirika ya habari kama yanayoeneza habari ambazo sio sahihi, na mashtaka ya uhaini pia amewahi kutoa kauli kuelekeza huko. Unaona kauli hizi zinaathiri vipi uhuru wa vyombo vya habari? Vinaathiri katika utendaji, niseme hivyo. Vinaathiri sehemu ndogo tu ambayo ni kwamba waandishi wale wanakuwa wanakosa nafasi ya kumuuliza rais maswali kama ambavyo wanataka, wanakosa ruhusa kuingia kama ambavyo tumeona kwenye Associated Press alivyoondolewa katika pool ya White House na Air Force One. Lakini kwa maana ya kwamba kuelezea uhalisia mambo, uzuri ni kwamba hapa nchini Marekani haki ya mtu kujieleza imekuwa kati ya haki za kimsingi sana. Kwa hiyo wanatafuta namna nyingine ya kuweza kueleza, lakini inaweza isiwe ile ambayo wangetamani ya kuongea na rais moja kwa moja, lakini bado wanapata fursa ya kuendeleza. Na lolote analosema rais lazima lipitie mahakamani, na hakuna anayeamini kwamba mahakama inaweza kusema kwamba mwandishi wa habari anafanya uhaini kwa kutoa taarifa ambayo ana uhakika nayo na ameithibitisha. Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon, imeshaondoa niseme vibali au sifa za vyombo vikuu vya habari kama vile AP, AFP, Fox News na New York Times kwa kukataa kukubaliana na vikwazo vipya vinavyompa waziri wa ulinzi Peter Hegseth mamlaka ya kufuta ufikiaji wa ripoti yoyote isiyoidhinishwa. Je, hatua hii unaiona vipi katika athari zake za kuondoa hivi vibali kwa Pentagon? Wanafanikiwa upande huo, kama nilivyosema, wanafanikiwa kuondoa source pale, lakini kitu pekee kinachodhihirisha ni kwamba wanajaribu kuficha dhamira halisi ya uwepo wa vyombo vya habari. Ukweli vyombo vya habari hapa, hasa hizi mainstream media, haziaminiki sana hivi sasa, lakini ukweli ni kwamba wao wanapofanya hivi, na ukweli kwamba wanakuwa wanahojua kuhusu taarifa ambazo wanashindwa kuzitoa na tunaweza tukazipata kwa hawa comedian na kina Jim Kimmel, lakini tunaweza kupata katika vyombo vya habari pasina kupitia wao. Kinachodhihirisha ni kwamba kuna uoga na kuna namna ambavyo wanajaribu kuficha takwimu, na ndicho kitu kinachowasukuma. Lakini kwa wananchi wengi sasa hivi habari inapatikana katika vyombo mbalimbali, lakini kwa watu waliokutoka katika swala la habari na hata kwenye magrupu yetu na walimu na kila watu wanaendelea kusisitiza kwamba bado uhuru tuko nao, na kama kuna vitisho. Tuzungumzie athari kwa ubora wa habari. Je, kwa mtazamo wako unaona kwamba vyombo vikuu vya habari vya Marekani vinapouza kuripoti kuhusu athari za kiraia za vita hivi vya Mashariki ya Kati? Kuna mtazamo huo, kwa sababu kuna namna ambavyo katika lolote ambalo unalifanya pia lazima uweke wanasema lazima uweke maslahi ya nchi kwanza. Kwa hiyo swala la uzalendo limekuwepo hapa. Kuwepo watu ambao wanaangalia kwamba licha ya kwamba kuna vitu ambavyo vinaendelea katika zile nchi za Iran, lakini hawataki kusympathize sana na Iran, kwa sababu sasa wataonekana wamechukua upande wa yule ambaye baadhi ya watu wanaamini kwamba ni adui. Kwa hiyo kuna baki na ugumu mkubwa wa kuweza kubalance story, kuhakikisha kwamba unakielezea kwa walisi kinachotokea kule, lakini pasina kuonyesha kabisa kwamba unaonea huruma na kuendelea kulaumu kile ambacho kinafanywa na Marekani. Mubelwa Bandio, kama nilivyozungumza naye kuhusu wasiwasi japo kiasi ambao umejitokeza Marekani kuhusiana na kuripoti vita vya Iran.